na ninakuheshimu vizuri sana Maneno. Nadhani hilo unalijua. Hii somo yangu nilio nayo leo usitaki nikaifungulia kwako Maneno. Sitaki, tafa pomo na ukapungulia chooni. Mimi nataka tupeane heshima yenye umri mrefu. Yaani uniheshimu kweli kweli. Wewe lete mdomo wako mrefu kama karoti. Nitaukata. Sasa yote yanatokea wapi jamaa? Kwani stories zilikuwa na ulikuwa ukiitu unafurahia kabisa. Hapo shida iko wapi hapo? Makwapi maji yakija utapita wapi? Basi jamani, nimekusikia. Shamila, sijui Samila. Haya Shamila, nimekuelewa. Na sio umepata nini hapa? Unajisawisha. Ujui nilichokifuata, si ndio? Hebu niache kwanza. Ndio yako unapenda sana ngoma. Nimekutafuta mji mzima. Kumbe upo katikati ya ngoma. Unamwaga mauno. Sumai, utabadilika lini ndugu yako? Kwa hiyo hicho ndicho ulichonitia hapa? Hapa kweli kazi. Unanichelewesha Maneno, unanichelewesha. Kwanza haya manguo yako ulionitutika haya mimi hata siyaelewi. Yaani unitoe huko kwenye starehe zangu mwenyewe nipo nacheza ngoma kwa raha zangu, alafu umenileta hapa univalisha miguo. Alafu tena cha kuniambia una, ndugu yangu kama una cha kuniambia mimi niondoke. Hivi, unadhani mimi naweza kukutoa huko mabondeni na kukutoa kwenye Kigoma kule kuja hadi hapa alafu sina cha kusema? Cha kusema ninacho. Nina mchongo na huo mchongo unakuhusu wewe. Dili gani hiyo? Sasa hayo ndio maneno ndugu yangu Stumai. Unajua mimi kuna rafiki yangu mmoja mjini huko kwenye kazi zetu. Anataka kuoa. Kwenye kuoa kwake hataki kuolea kule mjini. Anataka kuoa binti fulani hivi ambaye ameelelewa kwenye maadili ya Kiislamu. Ameelelewa kwenye maadili fulani hivi, mwenye tabia njema, na kwenye kuzunguka kwake huyo binti yeye hajampata. Na ndio maana ameniambia mimi rafiki yake nimsaidie kwenye hilo. Kumbe ni ukuadi. Si ungesema muda wote huo unazunguka unakatakata kona, kumbe kitu kifupi tu ndugu yangu. Sasa sikiliza. Yaani mimi hapa kijijini kuna watoto wengi na wajua vinachipukia sasa hivi. Yaani utasipate shida. Nitakiingiza mkenge kitoto kimoja, tutakilengesha kitenda kitaolewa naye. Ana bei gani? Shida sio hiyo Stumai. Tatizo lako maneno yako unaongea nusu mpaka jasho linanikata. Unanichelewesha mimi nataka nikasasambue kule wananisubiri mimi. Nataka ili dili umchongo tuucheze mimi na wewe. Yaani kumaanisha kwamba nataka wewe ndo uolewe na yule bwana. Nini? Hebu niache. Hebu ngoja kwanza Stumai. Nini? Hebu niachie. Unakwenda wapi sasa na hujamaliza kuongea? Hebu niache kwanza maneno. Niache. Sawa. Nani alikwambia mimi nataka kuolewa? Nani alikwambia mimi kuwa ninataka ndoa, nataka mume? Hivi wewe unafikiri eti mimi nitake kuolewa? Usisambue nitamwachia nani? Mashoga zangu nitawaachia nani? Hivi wewe una nini? Eti mimi nitake kuolewa, afu hiyo misamba yangu utaipiga wewe au? Siolewi leo, kesho wala kesho kutwa. Sio sasa hivi wala baadaye. Hebu niache mimi, si umenielewa? Stumai, na hilo sio tatizo. Mimi nimekuelewa na ndo maana nikatangulia kukwambia huu ni mchongo, huu ni mchezo tunaucheza baina yangu mimi na wewe. Na ndo maana nikakuvalisha mavazi haya. Hata akija akikuona anaona ni kile kitu ambacho yeye anakitaka. Na baada ya hapo wewe utamuuliza maswali yako na yeye atakuuliza maswali yake. Baada ya hapo hata ukiolewa unaenda kule unamchuna, unavuta pesa, unavuta mzigo, unaleta nyumbani tunatumia. Na baada ya hapo ili likiisha litakalo kukuta wewe au utakalo liamua wewe, sisi tupo pamoja na wewe. Baba mkubwa anajua. Unazungumzia baba yako mkubwa? Huyo baba yako mkubwa ni baba yangu mzazi. Namjua vile yule msela. Na kwenye hili nina uhakika nikimueleza masuala ya pesa, masuala ya noti, apindui. Tunapiga mzigo,
tunaishi kidoni nyumbani. Au unasemaje? Kama sikupata Ramadhani popote pale ningeifunga. Sijui unanielewa? Na mimi sio mtoto mdogo kwamba utanidanganya uji kama paka la hotelini. Nakuuliza wewe Shamira. Yaani umekaa, umejiachia, umejisahaulisha kabisa. Kama kuja kwako hapa ni mpango. Umekaa umeridhika tu. Hivi unajisahaulisha kuwa wewe ulikuwa hautaki kuolewa. Nimefuata posho zangu. Tena sio zangu tu mimi. Posho zangu mimi na baba. Sijui lakini sijawahi hata siku moja kukaa kufikiria au kuwaza kuona kama hiki ndicho kinachoweza kukutoa kijijini kuja wewe hapa tena bila taarifa. Japo najua kwa huwezi kuja hapa kuja tu bila kutoa taarifa, lakini mwogope Mungu kaka. Kwa sababu nimefuata ahadi yetu. Kweli Mungu namuogopa. Lakini tulipanga na si ni haki yangu. Hapana maneno. Hii si haki yako. Huu ni utapeli. Nilikuja hapa, ulinileta, ulikuwa unataka nichume. Lakini ni kama Mungu hivi. Nilipofika hapa akanivua vazi baya na kunivalisha vazi zuri. Nilipofika hapa mimi sikuona kingine kwa jamani, nimeona mapenzi tu anayonipa, nimeona raha tu. Kwa hiyo kifupi sikuweza kumchuna, bali tunachunana. Kichefuchefu. Yaani usitojua hapa mimi sijafuata hadithi za maravidavi. Sijafuata movie za Kihindi. Sijui unanielewa? Sijafuata love story hapa. Nilichofuata hapa ni kutaka kujua mpango upo au umevunjika. Sijui unaongelea nini, lakini nikikutazama wewe na kuona maisha hayajakupiga mfukoni tu, yamekupiga mpaka kwenye ubongo. Unarukwa na akili wewe sasa hivi. Unasemaje Stumai? Koma! Tena koma! Koma mwenyewe. Tena koma ugarejare Stumai. Hapa hivi. Wewe una akili kweli? Sio wewe ambaye nilikulazimisha kuvaa Kiislamu ili ajue wewe ni mwema. Pia sio wewe ambaye nilikutoa katikati ya ngoma, katikati ya mdundiko, ukiwa unamwaga mauno, hautamaniki. Sio wewe ambaye nimekutoa katikati ya Kigoma, wanaume zaidi ya 3 wanakushikashika makalini, nikakupeleka pembeni, nikakupa mchongo wa pesa, mchongo wa maana. Hii unanigeuka maneno hayo yalishapita siku nyingi kwangu. Unanielewa? Sikumchuna kwa sababu nampenda. Kila nikiwaza kumfanyia ubaya, yeye ananilipa kwa wema. Sitaki kujua mengi zaidi ya hayo. Ninachotaka kujua kwa sasa, nataka pesa niondoke. Pesa? Pesa gani? Au unaota wewe zicha? Unajisaulisha. Na unataka nikuchambulie moja baada ya nyingine. Sasa sikia nikukumbushe kitu. Ulisema utamchukua pesa na pesa ukaleta nyumbani. Itakuwa chungu cha leo labda kimekuwa sio bure. Nenda kaswali kwanza. Tulia. Yaani tulia kabisa, mwana haramu mkubwa, mwana haramu. Wewe unajua kuswali wewe? Wewe ndio kusema eti uniletea mambo ya ibada mimi? Wewe hakuna mtu ambaye haujui unani wako. Ulikuwa hadharani unamwaga razi. Leo hii unaniletea mimi habari za kuswali? Kuna upuska ulioacha. Hakuna upuska wowote ambao haufahamu na haujaufanya kwenye maisha yako. Eti leo upo hapa unanadi swala, unanadi ibada. Kipi kimekukuta? Unajifanya Muislamu safi kushinda mimi? Kaka, hakuna cha kaka hapa. Lakini mimi ni ndugu huyo. Najua, na ndio maana sijakosea mlango. Lakini wewe dada yangu una roho mbaya. Una roho ya hivi, roho ya korosho. Nyamaza jamani, nyamaza! Sinyamazi kabisa, kwa sababu hakuna chochote kinachoweza fanya mimi nikanyamaza. Hauna ushawishi wowote wa kunishawishi mimi ninyamaze hapa. Lakini mume wangu mimi kafika, unajua. Lakini mume wangu kafika. Unaona muogopa mume wako mimi? Simuogopi mumeo, simuogopi nani. Hapa mimi unajua nilichokifuata. Na kuona tu unajitoa ufahamu. Unataka pesa zangu. Nahitaji pesa. Sijaja kuchekesha. Yaani sijaja mjini kuchekesha. Yaani unanichanganya. Nahitaji pesa.
Ziko wapi funga zenu? Iko wapi Ramadhani? Mmepeleka wapi? Wako wapi malaika waheri katika nyumba hii mpaka mnamruhusu shetani awatawale vichwa vyenu? Ziko wapi subra na imani kwa Mola wenu? Nani ni mjuzi zaidi ya Mola wenu? Mwenyezi Mungu anasema yeye si hakimu wa mahakimu wote. Eti shemeji, yeye hatoshi kuwahukumia hayo? Anatosha shemeji, tena anatosha haswa. Wallahi suma shemeji, wallahi tulighafilika. Si mmeghafilika kivipi wakati ndio nia yako uliyotoka nayo toka kijijini? Vipi kuhusu heshima yangu hapa mtaani Shamila? Kwani hatukuongea haya? Si tulishasema kwamba haya yameshapita? Mume wangu, kafullah, ndani ya Ramadhani, tena swala tulioliongelea jana tu, kishindo cha leo, utaongozana na kakako kijijini. Nitakufuata hivi ikiisha inshallah. Niadhibu chochote mume wangu, chochote kile, lakini sio adhabu hiyo. Nani atakupikia futari? Nani atakusupport kwenye ibada zako? Nani atakupikia daku? Wa kuyafanya yote hayo ni mimi, hamna mwingine jamani, ni mimi. Mimi ndio naitakiwa nikusupport kwenye kila kitu. Nakuomba nifanye kitu chochote utakitaka kunitandika mimi nitandike, lakini nisamehe. Hilo nishafanyia maamuzi shemeji. Itakuwa hivyo. Baada ya Idi nitakufuata. Nenda kamalize matatizo kwanza. Shemeji, kiukweli haya makosa ni yangu. Mimi ndo nimekosea shemeji, na kuomba. Mungu alimtuma Jibrili kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya fujo nyingi, Jibril akamletea ujumbe, akamwambia, ewe Muhammad, waambie hao, enyi makafiri, mimi siabudu kile mnachokiabudu, wala nyinyi hamtamwabudu yule mnayemwabudu mimi. Nyinyi mna dini yenu na mimi nina dini yangu. Kwa hiyo usihangaike kuongea sana. Shamila, hicho sicho kitakachokufaa. Astaghfirullah mume wangu. Ukiongeza neno jingine na kupata shemeji, kwanza Mungu akupe umri mrefu na siha njema kwenye maisha yako hapa duniani mpaka akhera. Amin. Pili, asante kwa uongofu hadi mimi kurudi na kujua dini yangu. Karibu sana. Pia naomba niwe radhi kama sio kutulia radhi, kabla ya kwenda kupata baraka ya swala hii ya sunna Idul Fitri, utuwie radhi tulipoteleza, ili tupate baraka zake Mwenyezi. Mashaallah. Sambamba na kuzitaka radhi za Allah, lakini Mwenyezi Mungu pia ametushushia rehema na neema zake kwa baraka zake. Ameweka neema kwenye tumbo lako, ameweka hidayah kwenye tumbo langu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi hamd.